masela, bado mnatuchukia hivi, bado mna kinyongo. Tuisha yetu tunaipenda na tunaipigania bila woga, bila fujo. Usema bora tuachane, ndo kauli noma kila nikikumbuka. 3 cha 4 mashirikiano mliotupatia, tukumbukane na kusaidiana bila ubaguzi. Tushirikiane sisi sote wamoja na tuungane, sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka dhamani, na sisemi turudiane, ilo najua kwenu ni ngumu, haiwezekani, ila want you to know we miss you, our teacher we miss you, we lost God we miss you, we miss again we miss you, gonna cry we miss you, nakukumbuka we miss you, nakukumbuka sana. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi, mwakilishi wa WAWI, ndugu wakuu katika sekta mbalimbali za serikali, ndugu mwalimu mkuu wa Pemba Development Organization, ndugu walimu ambao mmejitolea katika taasisi hii ya PEDO, ndugu wazazi pamoja na walezi wa wanafunzi, ndugu wageni waalikwa, ndugu wanafunzi, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema na akatukusanya sote pamoja katika hafla hii adhim juu ya swala zima la kuwapongeza wanafunzi wetu ambao wamefanya vizuri katika kidato cha 5 na kidato cha 2. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumtakie rehema vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutufikishia ujumbe huu wa Uislamu. Lakini vile vile tumetanguliza maneno ambayo ni maneno mazito ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakipatikana katika suratul Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituhimiza juu ya swala zima la umoja, kama alivyosema katika Qur'ani, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja wala msifarikiane. Wadhkuru idh kuntum a'daan, nakumbukeni siku mlipokuwa maadui, hamufahamiani, mnagombana, fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaziunganisha nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkapambazukiwa mkawa ni ndugu baina yenu. Jambo ambalo limetukusanisha hapa ni jambo muhimu sana na ni jambo adhim ambalo ni ilmu. Ndilo jambo pekee ambalo limetukusanisha leo hapa kwa umuhimu wake. Al-ilmu nurun min nuri, elimu tutambue ya kwamba ni nuru katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu katika majina ya Mwenyezi Mungu lipo jina moja ambalo ni nuru.
Kwa hiyo ikatoka nuru katika sehemu ya nuru kubwa ya Mwenyezi Mungu, ambayo ndio hii elimu ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Sayyidina Ali anasema la tanalu ilma illa bisita, hamtaweza kuipata elimu isipokuwa kwa mambo sita. Saandika an majmu'iha bibayani, nitawaeleza yote sita kwa ukamilifu, kwa ubainifu. Ya kwanza ni dhakaun, mtu lazima awe hodari. Dhakaun wa hirsun, jambo la pili awe na pupa ya kuitafuta elimu. Wasbibarun, vile vile awe na subra katika kutafuta elimu. Wa bulghatun, na vile vile awe na kipato cha kuitafuta elimu. Wa ta'atu ustadhi, na kumtii mwalimu. Wa kulu zamani, na kudumu katika kusoma. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah tumuombe atujalie elimu yetu hii iwe ni elimu yenye mafanikio ambayo tutapelekea kuikomboa jamii yetu kutokana na giza ambalo lipo katika jamii hii. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujapata mwakilishi katika jimbo la Wawi kama huyu. Pigeni makofi tafadhali. Elimu ni kitu kwake, ni kipaumbele sana sana sana. Ulizeni kama hamjui na mtapata taarifa zake. Skuli kuna alizozifungua, kuna skuli alizozijenga, na mpaka sasa hivi anaendelea kujenga skuli. Kwa hiyo ni mtu sahihi, ni mtu sahihi, ni mtu sahihi. Watu wa kasida tunaomba tafadhali, mashukuru. Wafanye wepesi na mwingine ni tabiti, mbele atafuatia. Lukmani, Mungu akujenge mustani, kwani wewe umeshawi na kushapita kipenzi, na kutauje utuwezi, kwani wewe ni kishazi. Nimetita Lukmani, Mungu akujenge bustani, peretisha yangu ambayo najifunzia. Endelea na ratiba yetu, tutaenda kwenye maonyesho. Watu wa important education, vijana wa important education, tunaomba waje kuonyesha. In our graduation, my name is Aisha Salim Yusuf. I live at Butani. I have standard 7 at Bikumbuni Primary School. I'm here to present the importance of education. Education is a very controversial issue in the world. It acts as strong weapon make a change in our life. The wealth of country
School of Education. It helps to increase creativity to younger people. Also, it enables to us produce different careers in the world. I end up thank you for paying attention and listening. I welcome another presenter to present the importance of biology. Everybody, hi. Hi. My name is Ali Bakar Ali. I live at Vikunguni. I'm here to present the importance of biology. Biology helps us to control our environment against the pandemic disease like COVID-19, tuberculosis, HIV/AIDS, and alike. Through pathway and how to control and how to cure them or to treat it. It directs us to be strong, by eating a balanced diet. Also, it enables us to understand the signs and symptoms of various diseases and how to control them. I'm Eda. Thank you for paying attention and listening. I welcome another presenter to present importance of physics and mathematics. My name is Aisha Muhammad Alam. Please the podium. My name is Aisha Muhammad Alawi. I am here to explain the importance of physics and mathematics. Physics plays the role for the depth in the world. It helps rule to generate the engineers, pilot, contact, and mathematics. Mathematics is very important on our life because everything used to in our life we use mathematics. Thank you for paying attention and listen to me. I will come another presenter to present importance of English language. Hello everyone. Hello. My name is Amina Juma Walim. I live at Vikunguni. I am standard 7 at Vikunguni Primary School. I'm here to present the importance of English language. English language is very important in our life because it helps to communicate each other. Also, it helps in our subject as we know that the most of our subjects use English language. Furthermore, English is an international language. So, people from different countries communicate by using English language. Thank you for paying attention and listening to me. I welcome presenter to present the importance of geography. Hello. My name is Tuwaiba Hemedi Juma. I live at Vikunguni. I am in standard 6 at Vikunguni Primary School. I'm here to present the importance of geography. Geography subject enable us to realize the weather and climate condition with the suitable crops to cultivate in certain area which produce high product for short period. Thank you. Asante sana.
Spelling bee. Spelling bee. Waje mbele. Ili kuweza kufuatilia mchezo huu na tuweze kuangalia ni kweli yale maneno ambayo atasema wanafunzi ana uhalisia ama hana uhalisia. Kwa hiyo niombe tu makini. Wanafunzi karibu sana. My name is Ismail Alfan Hamis. Hello. We are here to present performance activity spelling bee. My name is Suleha Rashid Ali. Spell the word. Nambari 6. Elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. The word is carrot. My name is Hamia. My name is Hamia Ali Salim. We are here to present spelling bee. Number 9. Orange. G. E. Orange. The word is carrot. My name is Mahad Musa. We are here present spelling bee. Number 3. Agriculture. A G A R E T U T N U R A. The word is not carrot. The correct word is A-G-R-I-C-U-L-T-U-R-E. My name is Abakar Juma Salim.
present spelling bee. Number 4, information. I F O M R H A N. The word is correct. The correct word is INFORMATION. Info. My name is Ahmed Mensar Osman. Hello. We are here present spelling bee. Number 7, telephone. TELEPHONE. The word is current. My name is Nata Saidlash. We are here to present this. Number 10, flower. FLOWER. The word is correct. My name is Fatma Ali Omar. Hello, we are here to the activity spelling bee. Number 1, education. Education. The word is correct. Thank you for you. Bye. Alaikum salam wa rahmatullah. My name is Aida Salum Hamid.
I'm here to show you how the current flows through the parallel circuit. When the current flows through the parallel circuit, two things must be known. The first one is the potential difference across the circuit is equal to the applied potential difference. And the second one is when the sum of the current flowing toward a junction is equal to the applied is equal to the sum of the current leaving the junction. I have inverter, battery, bulb, holders, screwdriver, 2-pin plug wire. Now I start to connect with the parallel circuit. I'm finished, thank you. Tumeanza safari ya haya maisha yetu, tumeanza safari ya haya maisha yetu, na tuendako ni mbali, hatutambui wenzetu, na tuendako ni mbali, hatutambui wenzetu. Tumuombe Bwana rahisisha njia yetu, tumuombe Bwana rahisisha njia yetu.
box. Within the dissection box, there are different dissection tools. Example, razor holder, pin, razor, and handle. Now we start to dissect it. This is half flower. The half flower consists of different parts like stigma, filament, anther, style, petals, sepals, ovals, and the flower stone. Wapigeni makofi. Elimu wazazi, jumuiya wazazi, kina mama mupo, wanafunzi je? Haya safi. Haya, unaendelea. Onyesha na chemistry. This is a liquid which should not mix the top layer with each other. On the table, we have the following liquid: honey, sunflower oil, food color, and water. Now we start. This is a mixture. Now we drop some substance within it. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zumangishilana. We are finished it. Thank you. Onyesho hili limeonyesha jinsi ya vimiminika ambavyo havichanganiki baina yao. Asante. We want to create a temporary magnet by the following components: copper wire, lens, and battery. Now we start to make it. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami
This is a temporary magnet. Now we try to attract some magnetic material like me. We finished. Thank you. Malengo yetu
ndugu mgeni rasmi, sasa tunakwenda katika ratiba nyingine zaidi juu sana. Tutasoma msomaji wa risala akae tayari kuja kutusomea risala. Mtumaini rasmi. Awali ya yote napenda kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ilozima kwa kutuwezesha kukutana hapa katika siku hii ya leo. Heshima yangu rasmi kwa niaba ya walimu na wanafunzi wenzangu, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru wewe mgeni rasmi kwa kukubali kushirikiana nasi katika mahafali yetu. Licha ya majukumu yako mazito ya taifa, hii inadhihirisha wazi kwamba uko pamoja nasi kukamilisha sherehe hizi, hasa kwa nafasi yako ulionayo kitaifa. Wewe ni mlezi wetu na kwetu ni kiongozi. Aidha, tunapenda kutumia nafasi hii kuwashukuru wazazi wetu kwa mahudhurio yao. Heshima yangu rasmi, shani hii inasomesha masomo ya sayansi na art. Kwa upande wa primary unapokea wanafunzi kuanzia darasa la 4 hadi darasa la 7. Na kwa upande wa sekondari unapokea wanafunzi kuanzia form 1 hadi pia inachukua wanafunzi wote wanarejea mitihani yao ya form 4 na wanafunzi wanaofanya mitihani yao yani kwa msimamo rasmi. Katika mahafali yetu ya leo kuna jumla ya wahitimu 26 kidato cha 4. Wanawake ni 19 na wanaume ni 7. Msimamo rasmi, elimu hii ya kidato cha 4 imetupatia msingi mzuri wa elimu ya juu. Pia imetujengea uwezo mzuri wa kujitambua na kufanya kazi vizuri na kufanya maamuzi sahihi. Pia imetuwezesha wanafunzi kupata elimu ambapo kupitia masomo yanayofundishwa hapa shule. Mfano elimu ya uraia, historia ambapo katika nchi yetu na dunia kwa jumla. Pia tumeweza kupata elimu ya sayansi, kupata uelewa wa afya na magonjwa. Vile vile tumeelewa umuhimu wa kusoma vitabu mbalimbali kwa lengo la kupata ujuzi wa kuinua uchumi wa taifa. Heshima yangu rasmi, mafanikio haya yamepatikana kwa sababu ya ushirikiano mzuri kati yetu na walimu wetu. Tangu kujiunga na shule hii tukiwa kidato cha kwanza, tumefanya majaribio na mitihani mara kwa mara, jambo linalotusaidia kuinua taaluma yetu. Tunashukuru sana walimu wetu na kufanya vizuri zaidi mbele tunakwenda. Heshima yangu rasmi, kwenye mafanikio hapakosi changamoto. Katika shule yetu hii changamoto ni 3. Kwanza, kutokuwa na vikalio hapa kwenye shule yetu. Tunatumia mazulia kama kikalio chetu ila hayatoshi na yameshachoka. 2, ni kutokuwa na mashine ya fotokopi ambayo hii kama shule ikifanikiwa kuipata itasaidia wanafunzi kwenye Allahi ta'ala wa barakatuh. Hali yote hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kufika hapa tukiwa wazima wa afya. Ikiwa wapo wenzetu au wazazi wetu ambao hawakuhudhuria hapa kutokana na changamoto ya kiafya, Allah aponeshe waendelee na majukumu yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakukaribisha katika taasisi ya TEDO. Hii sio ngeni kwako. Tokea kipindi uko katika kampeni ulikuwa unafahamu na nilikuelezea vya kutosha. Nafurahi sana kuwepo hapa. Pia nafurahi sana kuwepo kwa wajumbe wako kukusapoti. Na pia nashukuru wazazi, wanafunzi na wageni waalikwa. Asanteni na karibuni tena. Sherehe yetu ya leo ni kwa ajili ya kuwapongeza wanafunzi wa form 4 ambao wanaendelea form 5. Tukiangalia safu ya mwezi ya mwanzo, hawa ni wanafunzi wa form 4, wa nyuma ni wanafunzi wa form 3 ambao walifanya mtihani form 2. Hawa ni wa form 5. Naomba nitoe tathmini ndogo kuhusiana na matokeo ya form 2 pamoja na form 4 kwa mwaka 2022. Tulikuwa
na wanafunzi 16 kwa upande wa form 2. Kati ya wanafunzi 4 wana division 1. Asante. Kati ya wanafunzi hao 4, wanafunzi 2 wanatokea skuli ya Ng'ambwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli ya Ng'ambwa kuna division 1 8. Kati ya hizo 8, wanafunzi wanaongoza wanasoma pedo ni Hadija pamoja na Fatima. Pedo oye! Magilia mwakilishi. Wanafunzi wa division 2 wapo 5. Na wanafunzi wa division 3 wapo 4. Na wanafunzi wa division 4 wapo 3. Jamani, tumeona maendeleo ya pedo? Ndio. Tumeona Ndio. Kwa upande wa wanafunzi wa form 4 tulikuwa na wanafunzi 26. Kati ya wanafunzi hao wanafunzi 2 wana division 2. Cha kushangaza, kati ya wanafunzi 2 ambao wana division 2, mmoja anatokea skuli ya Ng'ambwa. Ng'ambwa kuna division 2 moja tu na ni mwanafunzi Lailat. Tumeona pale ilivyo inatoa matunda Haya ni mashirikiano baina sisi na walimu wa skuli ya Ng'ambwa. Wanafunzi wako Ng'ambwa wengi. Kwa nini hakupata 2 wengine? Kwa sababu kapata material huku na huku. Ndio maana kapata nini? Kapata 2. Vile vile division 2 nyingine anatoka skuli ya Dr. Omar Al-Juma. Hakuna 3, hakuna 1, kuna 2 moja tu kama ilivyo Ng'ambwa, na 2 hiyo ni yetu sisi pedo. Pedo oye. Tumeona pedo haina mafanikio jamani. Wanafunzi wako wengi sana. Kwa nini wengine hawakupata 2? Kwa hako nini? Hako pedo. Lazima upate pedo na upate kwa mwalimu shuleni. Tumeelewana mpaka hapo Haya. Pia tupo na wanafunzi 13 ambao wana division 3. Tupo na wanafunzi 11 ambao wana division 4. Naomba nichanganue hapa. Kwa division 4 kuna wanafunzi 8 wao hawaendelei kwa sababu kasi zao haziruhusu, lakini kuna wanafunzi watatu hao wanaendelea kwa sababu gani? Kombi zao zinaruhusu. Kwa mfano mtakuta na C ya chemistry, C ya geography na D ya biology, lakini ana C ya Kiswahili. Tayari ameshatengeneza kombi huyo. Kwa hiyo unaweza kumwona mtoto wako apata 4 haendelee, lakini mwingine kapata 4 anafanya nini? Anaendelea. Lengo letu sisi taasisi yetu ya pedo ni kuwasaidia vijana kusonga mbele. Hakuna mwanafunzi mwenye 0. Hakuna mwanafunzi mwenye nini? Pedo 0 hatuzihitaji. Hiyo ndio kauli mbiu yetu. Tokea tunafungua mpaka sasa tunapoendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuzungumza na wazazi pamoja na wageni waalikwa wote. Jamani, hii taasisi ni yetu sote. Ni taasisi ya kimaskini kwa sababu ada yake ni shilingi 5,000 tu. Ni 5,000 tu kwa ajili ya kuwasaidia wanetu au ndugu zetu. Hilo ndio lengo kuu. Hao ambao unaona ambao wameingia form 5, kuna wanafunzi 11 wanatoka shule ya Dr. Omar Al-Juma. Hatukwasaidia, tumewasaidia. Tukipata wengine vikunguni ingekwaje? Sasa anatoka wengine vile vile. Kwa ni mashirikiano yale walimu ambao wanatupa na sisi tunarejeshia mrejesho ambao ni nini? Ni mzuri. Tumeelewana jamani Vile vile ninachoshauri sana zaidi ya sana, Pemba tupo nyuma kielimu. Hatujamka. Watoto kama wale wakubwa tunaacha afanye maamuzi wenye wao kwenye masuala ya elimu. Ikiwa hataki kusoma, mzazi hawaulizi. Na ndio maana bado 0 zipo kwenye shule zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanafunzi wale ambao umeona wanaenda form 5 ni wanafunzi ambao nilikuwa nao tokea form 2 mwaka 2020 kipindi cha corona. Nilichukua juhudi mimi mwenyewe binafsi kama kiongozi mkuu
kufanya maamuzi magumu, kupita shule, kuwatangazia hawa wanafunzi kuwa waje wasome bure kutokana wamekaa nje muda mrefu kutokana na changamoto ya corona. Nilifanya hivyo kwa sababu nilijua ndugu zangu wataharibikiwa. Sikujali pesa, nilijali utu na mafanikio ya taifa letu. Matunda yameonekana leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nina furaha kubwa sana zaidi ya sana kwa maendeleo ambayo wanaonyesha wanafunzi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika risala zimeelezwa changamoto nyingi ambazo kuu ni tatu. Ni suala la vikalio, ambao hatuna vikalio, tunatumia mazulia ambao mazulia yenyewe ni machache na yamechoka. Pia tuna changamoto ya mashine ya fotokopi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukitaka kutoa fotokopi sisi hapa tumepata mdau ambaye anatusaidia, lakini ipo siku atachoka, yeye ipo Unguja, tunampelekea mitihani yetu, anatuchapishia kwa bei ya afadhali, lakini ni binadamu, ipo siku atachoka pia. Kwa hiyo tunaomba wadau wengine waliopo, wazazi, ili suala la mashine ya fotokopi naomba tulitilie mkazo sana zaidi sana. Hii itasaidia kutoa mashiti kwa ajili ya wanafunzi kusomea na pia kutoa mitihani kila mara, kuachana na kufanya experiment hapa. Tumetumia glasi za kunywa maji, lakini kutokana na ujuzi alionao walimu wangu ndio maana ametumia hiyo, na tumeona hapa ametengeneza sumaku hapa bila mtambo official, ni mtambo tu wa kawaida, na tumeona jinsi gani sumaku inavyoweza kufanya kazi. Wazee, tunaona maendeleo wanafunzi. Pedo oye! Pedo oye! Pedo oye tena! Pedo wa! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, naomba pia nikumbushe zaidi na zaidi kwa wazazi mliopo hapa na ambao hawapo hapa. Jamani, faida ya jicho hatuwezi kuiona mpaka pale itakapoondoka. Siku likiondoka, pedo haipo tena, ndio mtasema kulikuwa na vijana pale walikuwa na sheria vizuri tu, lakini hawapo tena. Ya laitani. Tunaelewana vizuri Kwa hiyo huu ndio muda wetu wa kuitumia hii taasisi kwa maendeleo ya vijana wetu. Pedo oye! Pedo oye! Pedo oye! Namaliza shukurani kumshukuru mgeni rasmi pamoja na wajumbe wake, pamoja na wazazi, wanafunzi, majirani na familia yote kwa ujumla ambayo imenisapoti mimi kama kiongozi, pamoja na walimu ambao wananifuata mimi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakukaribisha tena. Pedo ni pako, ipo jimbo lako la Wawi, unaweza kutamba. Haya mafanikio pia hata wewe umeongeza mkono wako, kwa sababu nafanya mawasiliano na wewe kwa kila wakati ili kukupa feedback gani ambayo inaendelea. Na ndio maana uliposikia kuna mahafali, kukuambia tu ukanambia Kichwapuli, mimi nakuja Pedo. Hata kama nipo Unguja, basi mimi nakuja Pedo. Ndio. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanafunzi wetu wa advance wale pale, tunaomba uangalie kwa jicho la huruma. Tunakuwa na changamoto za vitabu. Wale wengi wao wanasoma kombi moja, na uzuri wote ni science. Wanafunzi 18 wote ni nini? Wote ni nini? Science. Uchumi wa buluu utazidi kuwa vizuri kwa vijana ambao tunatengeneza. Kwa kuomba Mheshimiwa mgeni rasmi
tukiwachukulia wale wanafunzi tuangalie angalau kwa kupata reference moja kwa kila watu watatu ili waweze kujisomea, kwa sababu wote ni kombi moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakukaribisha tena, asante katika mahafali yetu na karibu tena. Tedo ni yako, nimefurahi sana. bado mna hasila, bado mnatuchukia, hivi bado mna kinyongo. Tushe yetu tunaipenda na tunaipigania bila woga, bila fujo. Usema vola tuachane, ndo kauli ilonoma kila nikikumbuka tatu cha nne. Mashirikiano mliotupatia, ukumbukane na kusaidiana bila ubaguzi. Tushirikiane sisi sote wamoja na tuungane, sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani, na sisemi turu
again.